beba hivi vilabu viwili. Yaani wewe kiongozi kweli unatoka public na kuongea habari kama hiyo. Unashindwa kusimamia sheria. Unashindwa kusimamia sheria eti kwa sababu unaviogopa vilabu viwili. Hapana, shikilia sheria yako. Mimi nimewekwa kuiongoza mpira kwa sababu ya kanuni na sheria. Sheria zipo 17. Kanuni tunatengeneza sisi wenyewe. Leo hii umetuambia kwamba umeenda kuahirisha mechi kwa sababu mechi ya mchezo wa dabi kwa sababu ya kuna viashiria vya rushwa, kuna vitu ambavyo vinasema kwamba ukosefu wa amani, si ndivyo? Na ukaandika kwenye paragrafu barua ya bodi ya ligi kwamba hatuto kwenda kucheza, hatutapanga ratiba ya hiyo mechi mpaka kwanza tuwe na ushahidi wa vile viashiria. Leo hii tunaenda kupangiwa mechi tarehe 15 ya mwezi wa 6, lakini bado hatuna vile evidence ya vile vipengele ambavyo wanasema kwamba tunasimamisha mechi kwa sababu hivi vitu mpaka twende tukapate ni nani ambao walikuwa wameenda kuwanyima Simba haki yao ya msingi. Si ndivyo? Sijawahi kuona kwenye dunia hii eti uende ukatoe judgment, ukatoe hukumu bila ushahidi kukamilika. Sijawahi kuona jamani, Mungu wangu. Leo hii unaenda kutoa tarehe ya mechi bila kuwashirikisha wale watu ambao wamepata hasara ya kukata viingilio, kuwajulisha jamani tumepanga tarehe ya mechi. Utaratibu wa nyinyi kuingia uwanjani itakuwa ni 1 2 3. Jamani, hii mpira wetu unakwenda wapi? Ni dhahiri kwamba kwenye tukio hili bodi ya ligi ndio wanastahili lawama zaidi. Na naamini mimi Yanga hawana shida. Simba hawana shida. Wao ndo wamepuyanga. Na Yanga wanaposema hatuende kucheza, inabidi waje na utaratibu mzuri wa kuhakikishia Yanga. Ni kwa nini ile mechi imeahirishwa? Waje na ushahidi. Mpaka sasa hivi watu wote na maana wenye akili timamu wanabaki midomo wazi. Ni kwa nini leo hii wanatoka kutoa tarehe bila ushahidi haujakamilika? Kwa hiyo mimi naamini kabisa Dar es Salaam Young Africans wapo tayari kucheza mechi, lakini kuna baadhi ya watu wajiuzuru. Mimi naamini hicho. Watu wakijiuzuru, Yanga hata kesho wako tayari kucheza ile mechi. Wewe unaona kabisa wanastahili kufanywa. Wanatuharibia ndio. Wajiuzuru. Iko wazi. Kwa nini mnatupelekea? Yaani mtu unaibuka nyumbani kwako kujaribu kushika utaratibu ambao hawaeleweki. Kwa hiyo mimi naungana na Yanga kuto kucheza hii mechi. Wana haki ya msingi sana, kuna kitu wanakitafuta. Sasa ukija shabiki ambaye wewe ni mfia timu, unaweza kanaona mimi ni mamluki, unaweza kana labda mimi natumwa, lakini mimi naangalia hizi kanuni tunazipeleka wapi? Basi haina haja ya kutunga kanuni zetu. Walimu mambo hayo.